ningeomba nijaribu ukaribie, kwa sababu ipo siku ya leo tuangalie pamoja na wewe katika jina la Yesu. Sio bure wapendwa kufika mbele za Mungu, na sio bure hata kwa sababu ya ibada zetu ambazo huwa tunazitoa. Kitoho kabla ya gaina kitoho ndio wakutai na ibada ile tunataka. Before niingie kwa neno, niwashukuru nyote. Nitaendelea kidogo ili nimshokirie gaba yote. Kwa sababu tumekuwa tukihudhuria maombi ya Jumatatu. Ndio tunakwenda tukiukama hoya Monday. Wapendwa, mmekuwa mkijitolea na ndio mnakwenda tukirutira. Niwaambie wale ambao wamekuwa wakihudhuria maombi haya. Na demo ile yote wale wanakwenda tukiukama hoya maya. Sio bure kutafuta Mungu. Kitoho kushalia biwa gai. Maombi huvunja kila mipango yote ya kishetani. Ama hoya ni maana kaka modo ma shetani. Maombi hata utia watu nguvu. Ama hoya ni meka girado hinya. Katika jina la Yesu. Yesu. Kwa hivyo ni vizuri wapendwa, wanaweka edwa sikia ya kwamba utabeba huo mzigo. Aweka tuko na mligosho. Wakuja maombi siku ya Jumapili. Wako kama hoya siku ya Monday. Na mmoja wa Monday. Katika jina la Yesu. Ndio watu wa Yesu. Sikia ya kwamba utajitoa mbele za Bwana. Iko tunio kuita mbele ya Gai. Hata kama hutaweza kuhudhuria hiyo maombi. Wanakwenda kuona kwa kinya ndio hoya. Sikia ya kwamba hata ukiwa kwako nyumbani. Iko tunaweka wapi moshia. Utaombea huko. Ndio hoya na kwa. Nilikuwa naangalia mahali ambapo nimetoka. Na mahali ambapo nimefika. Sijafika kwa sababu ya jitihada zangu. Sijafika kwa sababu ya vile ambavyo ninajua. Si ya kwamba ninajua kujilinda. Lakini mahali ambapo nimefika kwa sababu ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Unapoombewa, sikia pia na wewe utajiombea. Kwa sababu pia mimi nahitaji maombi. Pia wewe unahitaji maombi. Katika jina la Yesu. Tafakari ni wengi wao tukiingia na wao huu mwaka. Wengi wao wanaozea kwenye mchanga. Wengine wao wako kwenye makaburi. Lakini wewe Mungu amekufikisha hapo. Bwana Yesu asifiwe. Wengine tuliingia huu mwaka na wao wakiwa na mwili mzuri, wakiwa na afya njema, lakini wengi wao wamelazwa kwenye mahospitali. Wapendwa, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine kama sisi tulikuwa tumefikiriwa sana, tulikuwa chini sana, lakini siku ya leo Mungu ametuinua. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Mungu amelinda watoto wetu. Watoto wengi walienda shuleni na wakakufia huko. Wengi walikufia barabarani. Si watoto wetu wameenda na wakarudi. Wapendwa, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Tuna kila sababu ya kumwambia anastahili. Bwana, sasa umebakisha one man. Wapendwa, na uko na wokovu. Tuna sababu ya kumshukuru Mungu. Katika jina la Yesu. Nataka kunena kuhusu kuwa tayari kurudi kwa Bwana. Na ninataka nitumie mfano ama ninene neno ambalo Mungu alinena akitumia mfano. Kwenye Mathayo 25. Katika jina la Yesu. Mathayo 25. Mathayo 25. Kuwa tayari. Kwa sababu mambo ni mingi duniani hii. Mathayo 25. Kitabu cha Mathayo 25. Tuanzie mstari wa kwanza. Yesu alitumia huu mfano. Ndio nataka pia nami siku ya leo niitumie. Ili Mungu atumenee kupitia hilo neno.
katika jina la Yesu. Tasoma kwa lugha ya Kiswahili katika jina la Yesu. Maandiko yanasema hivi: ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Mstari wa 2. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wao walikuwa wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitoe na mafuta pamoja nao, bali wenye wa busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Mstari wa 5. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakazinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa 8 pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende mkamlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote. Nirudie mstari wa 7. Mara wakaondoka wanawali wale wote wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Mstari wa 9. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi. Nani afadhali shikeni njia mwende kwa wauzaji mkajinunulie. Na hao walikuwa, mstari wa 10, na hao walipokuwa wakienenda kununua, bwana harusi akaja. Nao walikuwa tayari nao hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja. Nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Halafu wakaja wale wanawali wengine wakasema, Bwana, tufungulie. Mstari wa 12. Akajibu akasema, amin, nawaambia siwajui nyinyi. Basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Mfano wa talanta. Bwana Yesu asifiwe. Bwana alibariki neno lake. Tumesoma neno la Mungu na hili neno ni Yesu mwenyewe alizungumza. Alitumia mfano huu. Na maandiko yametuambia ya kwamba kulikuwa na wanawali 10. Na maandiko ikatangulia na kusema, ndipo ufalme wa mbinguni utakapofananishwa na wanawali 10. Na tunaendelea na tukasoma, wakaingia wakamgoja bwana harusi. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile nasi kanisani kumbe tunajiandaa kwa sababu ya Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hata hawa walikuwa wamejiandaa namna hiyo. Na maandiko yametuambia ya kwamba 5 hawa wa 10 walikuwa wenye busara, lakini 5 wao walikuwa wapumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati walienda kumlaki bwana harusi, wakaona bwana harusi amekawia. Hawa wenye busara walikuwa wamebeba mataa, na kwa ndani ya mataa walikuwa wamebeba mafuta, na walikuwa wamejibebea mengine. Lakini hawa wapumbavu walikuwa wamebeba mataa zao ikiwa na mafuta kidogo.
Bwana Yesu asifiwe. Na wakati walipolala, maandiko yanatuambia hivi, usiku wa manane wakasikia sauti, amkeni mkamlaki bwana harusi, kwa sababu amekaribia. Na walipoamka wakiwa wote wenye busara, kwa sababu walikuwa wamejibebea mafuta, hawakupata shida. Lakini hawa watano wapumbavu walipolala na kuamka, wakapata mataa zao hazina mafuta, ikuzimika zinazimika. Wakaambia hawa watano wenye busara, tunaomba mtugawie mafuta, kwa sababu taa zetu zinazimika. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Hawa wanawali watano wenye walikuwa na busara wakawaambia, haiwezi tutosha sisi, na iwatoshe ninyi, endeni mkanunue. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati walishika njia na kuenda kununua mafuta, bwana harusi akaingia. Hawa wanawali watano wenye walikuwa na busara wakaingia pamoja na bwana harusi. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, na hii ndani yako ya haleluya, kwa sababu nilikuwa naangalia hivi, hawa wanawali wote 10 walikuwa na lengo moja, ndani ya roho lakini ndani ya hawa kuna wenye walikuwa wapumbavu. Na Yesu asifiwe. Hata navyo tulivyo siku ya leo, tumeingia kanisani siku ya leo, sisi wote tuna lengo moja. Na Yesu asifiwe. Sasa ombi yangu ilikuwa hili, sisi wote tuna lengo moja, kama hawa wanawali 10. Na Yesu asifiwe. Na wakati bwana harusi atafika, kusiwe na wengine wetu wajinga ambao walikuwa waliingia pamoja na sisi ndani ya roho kama tawamao watie kuu ile mafuta. Na wakati bwana harusi anaingia, hiyo ndiyo siku atakavyosema, tubaelei mafuta mani, mtugabie mafuta yenu. Bwana Yesu asifiwe. Simona atusaidie wapendwa. Simona atusaidie wapendwa. Ili wote tukaingia kanyo ile. Ili wote tukaingia kwenye harusi. Tusije kulia kama hao wanawali wapumbavu. Tukanaleta taya ilimo. Ndani ya roho. Tunaleta wale hapo. Tusemanga kwamba tulikuwa pamoja. Sababu wote walikuwa pamoja. Tutaona mali hapo. Lakini ndani ya hawa kuna wenye hawakuwa na hekima. Ndani Yesu itoroho. Simona atusaidie wapendwa. Roho Mtakatifu atusaidie. Tusije tukalie kama hawa wanawali watano. Ndani ya roho. Tukawaleta waya hamwe. Usije tukasema tuliishi kwa pamoja. Tukawaleta diaka ni hamwe. Usije tukasema tulikuwa tunaenda kanisa pamoja. Tukasharajia kai hamwe. Na kama tuliishi kutafuta Mungu kwa pamoja. Ndani yetu kukorokwe na makahike leliocha. Kuna wengine watafukiwa nje. Ndio matia hii ile. Sababu hawakuweza kujisikia. Na Yesu asifiwe. Ndio ndio roho. Nenea mwenzako mwambie ni wakati wa kujisikia. Ni wakati wa kuwa tayari. Na Yesu asifiwe. Hawa wanawali watano wapumbavu, pengine walikuwa wanafikiria Yesu atarudi wakati wa mchana. Na Yesu asifiwe. Lakini hawakujua ya kwamba Yesu atarudi wakati wowote.
Yesu anashoka inga lyote. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Kwa hivyo pia pamoja na sisi kwa sababu hatujui wakati wa Yesu kurudi. Na hiki ndio tujue gushoka kwa Mwathani. Lakini tukale tuetia. Wacheni tukakae tukiwa tayari. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa sababu Yesu anaweza rudi usiku. Ndio Yesu anashoka usiku. Yesu anaweza rudi mchana. Yesu anashoka mwathenya. Lakini mtawa maito. Wacheni taa zetu. Maikane na mafuta. Ziwe na mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Ndio la kile awoshi. Na mtu yule ambaye taa yake ina mafuta. Na mtu yule mafuta taa yake wake. Ni ataraki lakini anatoa yake. Anaangazia hata wengine. Bwana Yesu asifiwe. Ndio la kile awoshi. Unajua nilikuwa naangalia. Numeambilaga. Kama wanawali wote wakiwa 10. Aiyeto ya malaika walikuwa kwa nyumba moja. Mara nyingi wa nyumba moja. Lakini hawakuwa na umoja. No matele na umoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ayawashi. Bwana ayawashi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hawa welevu hawajawaambia. Mtoto haya mali nao gani maki ameenda. Wataki kwenda. Tika hiyo ndiye. Kwa sababu hii wataayeti itawamulikia pia na nini. Mtoto matawamba ya maito nimekumumulikia maona hiyo. Kana maki ikali kwa ile matiki amole kiona wao. Si wangekaa pale si wangemlikiwa na zile. Bwana Yesu asifiwe. Bwana nyagosho. Taweza kuwa tuko hapa kanisani. Ndio tukarongo kwa kanisa ile. Lakini hatuna umoja. Ndio kile na roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana nyagosho. Taweza kuwa hapa kanisani. Ndio tukarongo kwa kanisa ile. Bwana nyagosho. Jina la Bwana lisifiwe. Ndio tuonee umoja. Lakini hatuna umoja. Tutikona mohikani. Hatutaweza kuona na bwana harusi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia osho. Si Bwana atusaidie wapendwa. Bwana atutaidie. Tuikane na umoja. Tukae na umoja. Ili wakati Yesu atakaporudi, ile na Yesu anashoka. Sisi wote tukamlaki. Ndio tukatoka kumotoka. Ndio tukaingia kikanio ile. Sisi wote tukaingia kwenye harusi. Bwana ni Yesu aroho. Jina la Bwana litukuzwe. Na neno la Mungu. Na kiwake ya gari. Na neno la Mungu. Neno la Mungu. Kiko kia gari. Ila ndilo taa. Wewe ndio taa. Osho ni wale tomolekagera. Wewe ndio unayetumulikia. Jina la Bwana litukuzwe. Ngaja tusaidie wapendwa. Watusaidie sana wapendwa. Mungu atusaidie. Aya tusaidie. Unajua wakati mwingine kama amenya hedeke huwa nakaa hivi na kuwaza. Njikana wona geshiria. Tangia wakati nilipookoka. Kumana na dawa nokile. Na mahali ambapo nimefika siku ya leo. Na kijana kiye taliu. Nimeishi kumtumikia Mungu. Ndio leo tukatela gai. Nimeishi kufuata njia zake. Ndio leo tukakomela njia yake. Nije dalamehia. Hivi sipendi dhambi. Lakini ati wakati siku ile itakapofika. No mudhenyoria wa kinya. Nitafungiwa nje. Ati hije iliyoja. Kwa sababu ya mambo madogo niliyotenda. Ndio mambo manini manendekile. Nifungiwe nje na wachawi. Hijero jana rogi. Bwana ni Yesu aroho. Bwana Yesu sifiwe. Si Bwana atusaidie wapendwa. Kama gaya kirotaidia. Mungu atusaidie. Tukae nyakati zote taa zetu zilikuwa zimewaka. Tukae nyakati zote tumeangaziwa na neno la Mungu. Kwa sababu tusipoangaziwa na neno la Mungu, tutakuwa tunaimba na tutakuja kanisani kuomba. Lakini neno la Mungu limetuambia hivi. Wakati wale wanawake 5 walipokuja na wakakuta bwana harusi alishafika. Neno la Mungu linatuambia wakati walipisha ili wakafunguliwe. Neno la Mungu linatuambia waliambiwa enendeni siwajui. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa yeye tutaidia. Isije kafika ile siku. Tuambiwe enendeni siwajui. Enendeni kwa ule ambaye mlikuwa mnatumikia. Kwa sababu mlikosa mama. Kwa sababu mlikosa umoja. Kwa sababu mlitenda dhambi. Watu wakadhania ni dhambi dogo. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini dhambi hizo dogo ndizo
tabia zetu. Ni wakati wa kuachana na mambo yasiyofaa. Ni wakati wa kutazama Mungu. Jina la Bwana lisifiwe. Hakika tukitazama Mungu, tukaingia hapo ndake. Hatutakaa kama hawa wapumbavu. Tuishi kunenewa na neno la Mungu. Hawacheni tukanyosha tabia zetu. Kila Jumapili tunanenewa. Hata Jumatatu tunanenewa tunapokuja. Shirika zetu tunanenewa. Lakini neno la Mungu linaingilia sikio hili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukianzia Jumatatu, mtu akikuangalia hawezi sema umeokoka kwa sababu ya tabia zako, kwa sababu ya kunena kwako. Jina la Bwana litukuzwe. Kama unaendelea hivyo, ni wakati wako wa kubadilika. Ni wakati wako wa kutengeneza tabia. Usije ukafungiwa nje kama wasichana pumbavu ambao waliishi pamoja na wenye hekima, lakini dakika ya mwisho wakafungiwa. Jina la Bwana litukuzwe. Nenda ya kugaroroka, nenda ya kushenja mengine. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa magai matakatifu, sio wote wamwitao Bwana Bwana, lakini sio wote wakaingia kwenye ufalme wa mbinguni. Siulize mwenzako kama utaingia wewe. Je, utaingia? Ukiangalia tabia zako, ukiangalia jinsi unavyoenda, je, utaingia? Yesu asifiwe. Ungekorwo kanitha-inĩ, kama umekuja kanisani na ndũngĩarĩria mwarĩ wa thoguo rĩ, na huwezi ongelesha ndugu na dada yako, ndũngĩarĩria ũcio ũngĩ, huwezi muongelesha mwenzako. Tawa waku ũrĩ na mafuta. Je, taa yako iko na mafuta? Yesu asifiwe. Mwadhani agosho. Tawa waku ũrĩ na mafuta wewe. Taa yako iko na mafuta wewe. Mwadhani agosho. Jina la Bwana litukuzwe. Akikorwo uka kanitha-inĩ, kama unakuja kanisani na munga kanitha-inĩ mwatokana na tangarire, na mkitoka kanisani mnapitana kama magari, ona ndũngĩgeithia ũcio ũngĩ, hata huwezi msalimia mwenzako, ndio leo ingĩhiria rũmena ngoro, kwa sababu ya chuki ndani ya moyo wako. Wana ũcio ũngĩ ona kaborora na kũrĩa kũngĩ, ukiona mwenzako heri mwangalie kwa ina mafuta kweli. Yesu asifiwe. Epolega ile roho. Sita mwenzako. Ukiosho kimolia. Kama kuna mafuta kweli. Je, taa yako ina mafuta? Si Bwana tusaidie tuwe werevu. Kaya tutaije na domena wao. Kila wakati mataa yetu iko shome mataa maito. Madenangelia ndote. Yanaangazia watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Najua taa yako ikiwa na mafuta. Mambo ya taa wako na mafuta. Taruto kuge korona ndumare ukiwa na giza. Sasa hivi ukiwa na giza. Na sisi wote tuwe hapa ndani. Na hivyo hata kwa wako zaidi. Sita itatumulikia. Leta wadogo tumulikia. Si bado itatumulikia. Ile mataa maya matutumulikia. Sio kwa sababu ni gerado. Je, matendo yako yanaangazia watu? Mipira yako na mekelele yako ya maondole. Mienendo yako na jinsi utendavyo mambo. Nendelagera kafiri. Je, inaweza mulikia kafiri? Bwana Yesu asifiwe. Tutolega ile roho. Gaya tutaingie tutikahana ile dua yake. Mungu atusaidie tusikue kama wanawali hawa pumbavu. Tutikana tole toka ndani wa nyumba yake. Tusije tukaishi kuja kanisani mwa Bwana. No mwisho
lakini hatimaye mwishoni murogi ule utorĩte orogaga, yule mchawi ameishi kutenda uchawi, tuhingĩrĩrio nja nake, tufungiwe pamoja na yeye kwa sababu ya kitu kidogo. Ni mtoto wa kaundu kanini. Si Bwana tusaidie, tukapaka yeye tutasaidia. Si Bwana wapee neema wapendo, kaya tuwe neema endwa. Si pia nami Bwana alipee neema, onalie kaya neema hote mkiename vielela yake ile niweze kuenenda na tabia nzuri. Mungu anipe hekima kaya heko niweze kukaa na kila mtu, hote nikaranie na dogo. Nikiona haledhuku, naona haledhuku, ninaona kama ni ndugu yangu, naona ta brother yako haledhuku, siwezi mtendea mabaya, haledhuku nikimwekea maono moyo, kwa sababu ni ndugu yangu, netono ni my brother, kwa sababu ni kiungo changu na ni kiungo yako. Wakati amefika kwa tatizo, nile kinya kugena madhenda, ninamshikilia kama nyita guoko. Nile atawa wake wao elekera, wakati taa yake inaenda kuzimia, kama yeye atio njia, ninamwambia hiyo sio njia, pitia hii njia, gerera jereno. Bwana Yesu asifiwe. Madhani ya Yehosh, ngejaro tutedia. Mungu na tusaidie. Tutikana tolego kwa wapendo, tusije tukaishi kwa wapendo, no tukoragwo thĩinĩ witũ, lakini ndani yetu kuna wengine wapumbavu, kwenda ake atole nao. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Si neno la Mungu limesema, neti kiwa kiangaika hapo hiyo. Si neno la Mungu linatunenea, neti kiwa kiangaika tuonelia. Bwana Yesu asifiwe. Madhani ya Yehosh, na kukikia ndio kwenda kutoa tumaini, na kama hutaki kuishi kwenye giza, soma neno la Mungu. Kama kiwa kiangaika. Bwana Yesu asifiwe. Madhani ya Yehosh, Zaburi 119, Psalms 119, Psalms 119, tusikie vile ambavyo inasema. Zaburi 119. Mstari wa 105. Psalms 119, 105. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Nirudie mara tena. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wangu na mwanga wa njia zangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si neno la Mungu ni hiyo? Ati neno la Mungu ni taa ya miguu yangu, ati kigo kiangai ni taa wa magoro makwa na mwanga wa njia zangu, na autheri ajira ciakwa. Mahali popote ninapokuwa nikienda, hali hothe ngothie, neno la Mungu linaniangazia. Kigo kiangai gikakurekera, nikiingia kwa giza naikira nduma-ini, neno la Mungu linaniangazia. Kigo kiangai gikakurekera, neno la Mungu linaponikanya, kigo kiangai kirangania, linanielekeza, nikandongoria. Bwana Yesu asifiwe. Kama tungependa mataa yetu, ukikondo twende matawa maitu iwe ikiwaka kila siku, makoro magieka na omuthenya. Bwana Yesu asifiwe. Si tuenende na neno la Mungu, ndetu tulinapenda kuthoma kigo kia Ngai, si tutii hili neno la Mungu, twathekere kigo kia Ngai. Bwana Yesu asifiwe. No ndoke akietarocoke ukunekerie, wezi akisha taa yako kisha ukunikie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tutaona mwanga na njia ipi. Ndio kuona otheri atia. Umoja wikia kietawale. Leo ni hii kisha taa, kisha niifunikie na jokete ukunekerie. Woko nonde inake, utaona mwangaza aje. Wapi faida ya ile taa? Watawa wote ataoki mwoneko, lakini faida ya taa no kwa wale ninapoliakisha ndio wakia inapewa kila watu mwangaza. Ekaya ado all the others. Bwana Yesu asifiwe. Si wakati tuliokoka sisi
Basi neno la Mungu neno la Mungu linasema sisi ndio mwanga wa dunia. Jina la Bwana litukuzwe. Tunapokuangalia, tunapoangalia menendo yako, unaangazia dunia, unaangazia wasiookoka. Bwana Yesu asifiwe. Sitamani tuwe different na wale ambao hawajaokoka. Tunaponena na wasiookoka, situwe na different. Jina la Bwana litukuzwe. Wakati tunavaa sisi ambao tumeokoka, tuwe na tofauti na ambao hawajaokoka. Wakati tunaenda kwa mikutano, situwe na different na wale watu ambao hawajaokoka. Maneno tunayonena, tutikorona different na asio, tuwe na tofauti na wale. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini tusipoangalia hata maneno yetu, tukiwa katikati ya wale ambao hawajaokoka, watakuwa wakisema kama kuokoka ni njia hii, kama kuokoka ni kama njia hii, afadhali kukae. Kama ni mimi tu nimewahi sikia maneno haya. Ushasikia maneno kama haya? Ndio umewahi sikia. Akikoa kuokoka ni huko. Kama kuokoka ni huko, nikeweka. Afadhali kukae. Ndani ya roho usho. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa nini maneno kama hayo watu waongee? Kwa sababu wakituangalia sisi tunasema tumeokoka. Hawaoni kuokoka kwetu. Ndani ya roho usho. Jina la Bwana litukuzwe. Ukirudi kumishagine kuwikaraga leo. Ukiambiwa uende Gishagi ambapo unapoishi, wito injili wewe wamtebe ilale. Uambiwe kuna mkutano wa injili na wewe ndio utatoa ushuhuda. Ila wakuna ongelele yako. Je, ushuhuda wako unaweza angazia watu? Na Yesu asifiwe. Simona tusaidie wapendo. Kila wakati. Kama ni mchana, kama ni asubuhi, kama ni usiku, mataoma ito maikale madhari ya do zikiangazia watu wote. Na Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Najua mwimbaji wa wimbo aliimba na kusema hata matuite nyumba yake ilipo. Watu wamefanya nyumba ya Mungu. Uliona na ng'ombe shadi kwa monanga. Pia unaona watu wanaenda kuanguka kwenye mnanga. Ng'ombe. Ile ng'ombe wanaenda kuanguka kwenye mnanga. Bwana Yesu asifiwe. Natoleka ile roho. Mungu anaita ndio tolekera kadini wa kanisa. Hivyo ndivyo tunavyoenda kwenye kanisa. Kuanzia Monday kila Saturday. Kuanzia Monday hadi Saturday. Kuokota, nikorogota ndia. Nikorogota. Wakora kule kwenda chukone beikirire. Ukikuta kwenye masengenyo umeingia. Wakora kule kuna neno wale tuku ni beikirire ho. Ukikuta kwenye kuna neno mtu unaingia ndani. Wakora kule kanisa washabie na ushabie. Ukikuta kanisa ikisengenywa wewe ndio wa kwanza. Unaongozanya wakimbia. Lakini siku ya Sunday uko hapa. Mungu akusaidie. Na Mungu anisaidie. Na Mungu anisaidie pia. Na Yesu asifiwe. Nitoleka ile roho. Tusaidie wapendwa. Mungu tusaidie wapendwa. Turongererie mithira yetu. Tunyoshe njia zetu. Mataoma yetu maikane makanete. Taa zetu zikae zikiwa zimewaka. Tukaingia hapo wanamoikania. Na kwamba tukaingie pamoja na bwana harusi. Kutendeka tulia tu kwanza na tendeka. Utaabika ambapo tumetaabika. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Unajoshotoa uombe ligo. Siku hiyo tuondolewe mizigo. Unajoshotoa hiyo kunyararo. Siku hiyo tuondolewe kuchukiwa. Unajoshotoa kinyario ruo mitomothina. Siku hiyo tufikishwe uchungu wetu mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Toleka ile roho. Na hivyo tuakinyerio muthia. Na sisi tunatoa kufikishiwa mwisho. Tunafuata kigo kiangana. Kama tutafuata neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nitoleka ile roho. Kama hawa wasichana ambao walikuwa watano wapumbavu. Hailetwa ya mali akiwa tano. Kama wangejua
Kono mamenyete. Matigia komile. Hawangelala. Yesu asifiwe. Wadhania leo na kile kitomala ado kolane mambo ina mama hiyo na ambacho kinafanya watu waingie kwenye majaribu ni kwa kuhoya, ni kukosa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Mungu anakuhoya. Ukipunguza ama ukikosa kuomba, utajipata umeanguka hata katika majaribu. Leo kwa wete magagine. Utajikuta mataa yako imezimika. Leo kwa mataa makune maholile. Kwa sababu huna neno la Mungu. Leo ndio na kiwa kiagai. Bwana Yesu asifiwe. Leo la gai yao. Bwana kuhoya. Usipoomba, utajipata unaingia. Leo kwa wegerete. Utukanete kia imani yako. Ukiwa umechanganya hata imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Leo la gai ya barale. Bwana tusaidie jambo wapendwa. Tutasaidia endo. Ndio yatatusaidia. Sisi Mungu atusaidie. Tukienda kwa giza, tuanze tumaini. Tunang'aa. Tukakiomeni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni ayo. Tusamani na melefi. Tukikutana na walevi, tunawaangazia. Tukamwakilia tawa. Tukipatana na makahaba, tusamani na ndio leo tutaomba naye. Sisi ambao tumeokoka, ili tuondokete. Tunawaangazia. Tukamwakilia ndani. Tukiingia kwa magari, tuingia gari ile. Sisi ambao tumeokoka, ili tuondokete. Tunawaangazia. Tukakia tawa. Tuingia kwenye vikundi. Tukiingia kwenye vikundi. Ile sisa ngine. Ambazo ziko kwenye vijiji. Tunawaangazia. Tukakia tawa. Wanaona tumeondoka. Wanaona tumeokoka. Wanaona wako ndotorazi. Wanaona tunapali tunaelekea. Wanaona nikolo hayo wanaona. Wanaona kuna Mungu wokoa. Kwa kila neno wanaangalia. Kufika ni mama fulani. Usaidia motore. Amebadilishiwa maisha. Wanaona nikolo ikai. Wanaona hakika kuna Mungu. Na Yesu asifiwe. Mama ni agosho. Ukitendo bila pata. Hakuna jambo la maana. Kama ndio motora tuanana na kai. Kama kupelekana na Mungu. Situe tayari. Yetu tutoroke tayari. Situe tayari wapendwa. Tuko tayari. Kushoka kwa Mwadhani. Kurudi kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Hapo na mambo mali ya make mmoja. Kando na yote. Pamoja na mambo mengine yote tutakayoyatenda. Pamoja na mambo moja yanatoweka. Na tuishi tukikumbuka hivi. Tuikare tulikirika na roho. Hapa ulimwenguni. Huko neno. Tunaishi kwa muda tu. Tuikare kwa hilo lingine. Hapa ulimwenguni. Huko neno. Tunaishi kwa muda tu. Tuikare kwa hilo lingine. Mambo maneno na muombe zaka. Mambo ambayo yanaonekana maridadi. Mambo maneno na muombe mega. Mambo ambayo yanaonekana mazuri. Mambo maneno kenagia modio maito. Mambo ambayo yanafurahisha nyuso zetu. Ni maihita hii. Ni wakati mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni yeye. Na ukijua ni wakati mdogo. Na waamenya ni mahida ni nini? Pia wewe utajiandaa. Ona wewe haleluya. Utajiandaa kwa sababu ya hii siku. Ndio haleluya mtoto wa Bwana huyo. Kurudi kwa Bwana yetu. Washoka kwa Bwana ni vitu. Bwana ni Yesu itwara wosho. Jina la Bwana litukuzwe. Si Bwana atusaidie wapendwa. Kaya tutaingia ndoa. Si Bwana atuinue. Kaya tutaingia na tuomba na Biblia. Ikiwa mataa yetu imezindika. Ukikora mataa yetu ni mahora yetu. Kwa sababu neno la Mungu limetunenea. Ndio tuko kitu ya kualia. Tuongeze na mataa maitoma mtaa. Tuongezee taa zetu. Kwa kiliona leo kitale moto. Kama ulikuwa unaona mwingine kama si mtu. Kwa sababu neno la Mungu limekunenea. Ndio tuko kiangalia ni kualia. Ndio kama unaendelea yako. Enda ubadilishe mienendo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni agosho. Ikiwa neno la Mungu limeninenea mimi. Ukikao tuone kiajari ya pili. Na tayari kutoka leo kitakani. Na ndipo napita mwingine kama gani. Siende nitafute njia. Ndiye njia. Nitakayopitia ili tupatane. Nienda tujitu sharanie tosha. Tunaona makona na kuendelea. Watu wakituona wanaona tukiwa tumeangaziwa. Bwana Yesu asifiwe. Si Bwana atusaidie. Si Bwana atuinue. Katika jina la Yesu. Simama na miguu yako. Ukira na magoro mako.